Nimesikia hapa wanasema kuna watoto hawajapelekwa shule. Mimi miaka hii mitano mlionipa kuwa mbunge, nimesomesha watoto 126. 126. Lakini nachukua wale ambao wana changamoto kidogo za kiuchumi, wahitaji, na nilikuwa nawapeleka Iringa. Mmoja nimemwona hapa anapiga ngoma ya mganda hapa leo. Haiko mwono, alikuwa anapiga ngoma ya mganda na nilimchukua hapa kwenye mganda. Mnakumbuka Leo anakuwa ushuhuda hapa. Ameshamaliza kidato cha 4 na amefaulu vizuri sana. Anasubiri kupangiwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hiyo naomba watoto wale ambao hawajaenda shule tuwapeleke. Lakini viongozi, kama kuna mtoto wa mlemavu, mtoto wa mtu ambaye mzee sana hana uwezo, yatima, muweze kunishirikisha ili tusaidiane kuhakikisha watoto hao wanapata elimu bora. CCM oye! Ruilo oye! Mzee Pauli nimemwona hapa oye! La elimu mimi nimelipa kipaumbele kikubwa sana. Wakati naingia nilichukua maprofesa chuo kikuu cha Dodoma. Walikuja Ludewa, walitembelea shule, waliongea na wazazi, waliongea na wanafunzi kwa gharama zangu. Wakatushauri mkiboresha hapa na hapa na hapa, elimu ya Ludewa itakuwa. Leo ninafurahi kuwaeleza kwamba shule ya kwanza na ya pili kidato cha 6 inatoka Ludewa. Kidato cha 6 kimkoa, yani mkoa mzima. Ya kwanza ni Chief Kidulile, ya pili ni Mundindi Sekondari kwa Kapelela. Naamini Mchuchuma Sekondari inaenda kupindua hao wawili hapa, na nyewe itaingia hapa. CCM oye! Kwa nitaendelea kutoa kipaumbele kwenye sekta ya elimu, kwa sababu najua dunia tunayoenda kesho na kesho kutwa inahitaji vijana wenye ujuzi, wenye maarifa ya kutosha na elimu ya kutosha. Mwenye ujuzi anaweza kutatua changamoto mbalimbali, kwanza zinazomkabili binafsi, zinazokabili jamii, na ule ujuzi ni biashara, unaweza ukauza ukapata kipato. Kwa hiyo tutaendelea kutoa kipaumbele kwenye sekta ya elimu kuhakikisha kwamba Ludewa yetu inakuwa tishio hapa nchini kwenye sekta ya elimu. CCM oye! Baada ya kusema hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Niwashukuru sana viongozi wa dini, mmekuja hapa, mmetupa baraka zenu. Naomba msituache, muendelee kuwa pamoja nasi. CCM oye! Nimesikia hapa wanasema kuna watoto. Nilipoenda Ruhuu pale niliwaambia mupandila hii mwanja wa pai. Mnaelewa maana yake? Kweli mmetenda ile iliyokuwa inatakiwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na niwahakikishie uya safari hii nitawekeza huku narudi huku. Sawa ndugu zangu? Nitaendelea kuwasemea, kuwapigania na kuwawakilisha. Na pale bungeni sitanyamaza mpaka kieleweke. Nafikiri mlinisikia pale bungeni nilianza na wananchi wale wanaodai figia Liugai. Diwani na mwenyekiti wa kijiji walifua na Liugai. Walinipigia simu. Mwenyekiti wa chama wa kata alinikumbusha kwamba wale wananchi hawaelewi hatima yao. Nikapeleka bungeni. Nashukuru sana serikali ilituma wataalamu walikuja kuwahakiki. CCM oye! Lifua mpo? Watu walifua, najua ilitokea tatizo kidogo. Nilimwagiza diwani aitishe mkutano kwanza wa VC, mjadiliane lile jambo, mliweke sawa, kwa sababu mlitofautiana mbele ya wageni. Wakataka kufutilia mbali lile jambo, walitaka mzigo wote uende kwenye kijiji. Mimi nikawatafuta nikasema hamwezi kuwanyima fidia wananchi 380. Hiyo ni tatizo kubwa sana. Chama cha Mapinduzi hakiwezi kukubali, na mimi mbunge sitakubali wananchi wakose mzigo huu. Sitakubali. Kwa hiyo nawapongeza sana. Mmeenda mmekaa kwenye VC, mmekaa mkutano mkuu. Ile mitasari inahitaji niipeleke kwa waziri mwenyewe niliyemhoji bungeni. Sawa ndugu zangu? CCM oye!
wananchi wachache wa Kipangala wanadai fidia zile za makaa ya mawe. Hilo nalo mtanisikia tunaenda kuliamsha. Sawa ndugu zangu? Natambua changamoto ya maji Kipangala, na hapa Luilo tulisema tunataka tujenge tenki kubwa kwa sababu mji huu umekuwa sana, ili lisaidie na maeneo mengine. Hayo tutakwenda kutekeleza. Umeme, nafahamu vitongoji ambavyo bado na juzi nimeambiwa mmewashiwa umeme. Sijui walijua mbunge anakuja wakawasha chap chap. CCM oye! Wamewasha hawajawasha? Na wapongeza sana, na ishukuru sana serikali. Na wale ambao vitongoji bado havijapata, tutakwenda kuhakikisha orodha nayo. Mheshimiwa diwani ameshaniletea. Kazi yangu kwenda kuunguruma bungeni huku umeme uje kwenye vitongoji. CCM oye! Nafahamu changamoto ya barabara kutoka Mawengi kwa kiwango cha lami tena ya zege. Kutoka Mawengi hadi Manda ni kilomita 111. Na mwezi huu mwanzoni, wabunge wote wa mkoa Njombe tulienda kukutana na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuliomba tuonane naye tuweze kumweleza matatizo ya wananchi. Kwa namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, alitusikiliza na tukasema wananchi wa Ludewa saizi wameniomba moja, barabara kutoka Mawengi hadi Manda. Ludewa ni wilaya ambayo bado haijaunganishwa kwa lami na makao makuu ya mkoa. Ili ndugu zangu mtanisikia bungeni, na lazima miaka hii mitano kieleweke. CCM oye! CCM safi! Yule kuna mtu mmoja alinitumia picha ya maji ya Luilo sijui wapi, akaiba hapa ameotoka kidogo. Niwahakikishie ile changamoto ya maji Kipangala na hapa na kwenda kuhangaika. Na wale wa kitongoji cha Mpera wapi ilifua kule, changamoto zile nazikumbuka. Kwenye korosho Kilumbila unanikumbusha ima. Kwenye korosho na kwenyewe tuwasiliane wale viongozi, ili pembejeo mwaka huu ziwahi zije mapema. Nitakwenda kufuatilia. CCM oye! Na mimi pale Ludewa nimewatika miche ya miembe 2000. Nia yangu ni kuja kugawa kwenye shule zote za msingi za tarafa ya Masasi na shule za sekondari. Kila shule angalau iwe na miche ya miembe ya kisasa. CCM oye! Ni somo kwa wanafunzi, tunaboresha lishe, lakini vile vile ni biashara. Embe moja yale mbegu ya kisasa linauzwa mpaka 1500. Lakini maembe mengi yanauzwa kwa moja hivi shilingi 1000. Hivi una mti wako una maembe 1000. Jamani, si umesha uaga umaskini? CCM oye! Kwa hiyo tutajitahidi kufanya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mbegu za miogo tutashirikiana na mkuu wa wilaya kuendelea kugawa mbegu bora za kisasa. Mbegu za ufuta msono mbegu za hata nini kingine mnataka, mtama huku nakubali, tutaleta ili wananchi, kila mwananchi angalau awe na kitu cha kuuza apate pesa. Lakini vile vile huku nazi alizopanda mzee Konas ndio zinazeeka hivi. Kwa hiyo na yenyewe tutawaambia watu wa kilimo waweze kutafuta miche bora ya minazi ya kisasa zinazozaa mapema, ili kila mwananchi awe na kitu cha kuuza. Kwani nazi moja shilingi ngapi? 1000. Sasa wanasema sisi wa Tanzania 70% tunaishi vijijini, tunategemea kilimo, uvuvi na ufugaji. Tunaishi chini ya $1 kwa siku. Sasa mtu kama ana maembe 1000 ya kuuza, maanake kila siku atakuwa anapata $2. Maana umaskini hapo utakuwa bye bye. CCM oye! Sema umaskini bye bye. Kwa hiyo tutasimamia hayo mambo ya kilimo cha korosho, maembe bora na vitu vingine. Lakini vile vile Luilo oye! Zimebaki dakika ngapi? Moja Moja ya mwisho. CCM oye! Basi nikatishe, nirudie kuishukuru sana serikali. Eneo la elimu mimi nimelipa kipaumbele kikubwa sana. Wakati naingia nilichukua maprofesa chuo kikuu cha Dodoma,
walikuja Ludewa, walitembelea shule, waliongea na wazazi, waliongea na wanafunzi kwa gharama zangu, wakatushauri mkiboresha hapa na hapa na hapa, elimu ya Ludewa itakuwa. Leo ninafurahi kuwaeleza kwamba shule ya kwanza na ya pili kidato cha 6 inatoka Ludewa. Kidato cha 6 kimkoa, yaani mkoa mzima. Ya kwanza ni Chief Kidulile, ya pili ni Mundindi Sekondari kwa Kapelela. Naamini Mchuchuma Sekondari inaenda kupindua hao wawili hapa, na nyewe itaingia hapa. CCM oye! Kwa nitaendelea kutoa kipaumbele kwenye sekta ya elimu, kwa sababu najua dunia tunayoenda kesho na kesho kutwa inahitaji vijana wenye ujuzi, wenye maarifa ya kutosha na elimu ya kutosha. Mwenye ujuzi anaweza kutatua changamoto mbalimbali, kwanza zinazomkabili yeye binafsi, zinazokabili jamii, na ule ujuzi ni biashara, unaweza ukauza ukapata kipato.